Yule mwanamume alimimina mchele kwenye bakuli la shaba. Kwa mshangao wake, baada ya usiku mmoja kupita, mchele ulibadilika na kuwa wa dhahabu kabisa. Mwanamume huyo mara moja alichukua ule mchele wa dhahabu na kuuweka kinywani mwake. Kiwango chake cha nguvu kilipanda daraja 2 kwa papo hapo. Aligundua kuwa bakuli hili la shaba lilikuwa ni hazina ya maajabu. Hapo awali mwanamume huyo alikuwa mwanafunzi wa ngazi ya chini kabisa katika jumuiya yake na alikuwa akipewa kazi ngumu zaidi za kila siku. Siku moja kwa bahati mbaya aliangusha ndoo ya maji na kugundua bakuli la chuma wakati huo. Mwanzoni alidhani bakuli hilo halikuwa na thamani yoyote. Lakini sekunde iliyofuata ghafla bakuli lile liliingia na kupotea ndani ya mwili wake. Aliamini amepata hazina adimu, hivyo alichukua lile bakuli na kurudi nalo nyumbani. Siku iliyofuata mwanamume huyo alienda mlimani akiwa na lile bakuli la shaba. Aliweka mitishamba ya kiwango cha chini aliyoikusanya ndani ya bakuli. Ghafla mwanga wa dhahabu ulitokea kwa ghafula. Ubora wa mitishamba hiyo ulipanda na kuwa wa daraja la juu kabisa. Bakuli lilifyonza kwa haraka mitishamba yote ya dawa. Kupitia mafunzo hayo alifanikiwa kuvuka na kufikia kiwango cha Grandmaster. Baada ya kurejea alizuiwa na dada yake wa pili, jambo ambalo nusura litoe maisha yake. Kwa bahati nzuri dada yake mkubwa alimwokoa kwa wakati na kumpa chupa yenye tembe za kawaida. Mwanamume huyo aliweka tembe hizo ndani ya bakuli la shaba. Bila kutarajia zilibadilika na kuwa tembe za kiwango cha juu zaidi. Tangu wakati huo mwanamume huyo aliendelea na mafunzo yake akitumia bakuli la shaba. Hatimaye nguvu zake zilikuja kuwapita wanafunzi wenzake wote katika jumuiya hiyo.